Mnajua hivi karibuni rais alikuwa Nyandarua, lakini haikuwezekana afike hapa Mirangine. Si ni kweli? Kwa hivyo ametutuma ili tukuje kwanza tuwasalamie. Ya pili, baada ya salamu tuwaambie mahali ajenda ya serikali imefika ya kuhudumia wananchi wetu. Mnajua ya kwamba 2022 wakati tulichagua rais, uchumi wetu haukuwa katika nafasi nzuri sana, kwa sababu nchi yetu ilipata pigo la COVID-19, ule ugonjwa wa COVID. Tukajifungia nyumbani, hakuna biashara, hakuna kazi zaidi ya mwaka mmoja. Na ndio unaona wakati 2022 hii serikali ya Kenya Kwanza inaingia mamlakani, mambo mengi ya kiuchumi yalikuwa yameharibika kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19. Shilingi ya Kenya ilikuwa hafifu. Kupata dola moja ulikuwa unahitaji shilingi 165. Bei ya vyakula muhimu vilikuwa juu kidogo. Bei ya unga kilo 2 ilikuwa 250, 240. Bei ya fertilizer ambayo wakulima wengi wanatumia ilikuwa juu, 7,000 kwa gunia moja ya kilo 50. Mafuta ya petroli ilikuwa 217 kwa lita moja. Kupitia juhudi ya serikali katika miaka miwili imepita, sasa tumeanza kuona dalili ya mambo kuwa afadhali kidogo, hata kama bado maisha ama uchumi haujafika mahali tungetaka ifike. Kwa hivyo kuna kazi tumefanya kidogo, na kuna kazi tutaendelea kufanya tukiendelea mbele. Kwa sababu ile unga ilikuwa 250, 240. Leo ni 130, 140, 120 kulingana na type ya unga. Ile petroli ilikuwa 217 kwa lita. Leo ni 165, 166. Ile fertilizer ilikuwa 7,000 gunia moja. Leo ni 2,500. Hiyo kazi yote imefanyika kwa juhudi ya rais na juhudi ya serikali in the last 2 years. Vile vile bei ya kahawa na majani chai ilikuwa chini kidogo. Mumesikia hata kama hakuna kahawa hapa Mirangine, watu wetu wa sehemu hii ya Central wengi wanategemea kahawa na majani chai. Mumesikia kwamba bidhaa hizo zimeanza sasa kuimarika bei. Na hata ile bidhaa yetu ambayo bado bei kuimarika, tutaimarisha kwa sababu tumepata formula. Kahawa kilo moja ilikuwa shilingi 50 kwa kilo kwa mkulima. Leo hii watu wengi Kiambu, Murang'a, Meru, Embu, Kirinyaga na Nyeri, kila mahali sasa wanauza kilo moja 130, 140. Tunasonga tukisonga. Kwa hivyo kuna kazi kiasi tumefanya ya kuboresha maneno ya ukulima na maneno ya maisha, bei ya vyakula na bei ya petroli, ndio mwananchi asifinyiliwe sana. Lakini tunajua bado lazima tuendelee kuteremsha gharama ya maisha. Si namna hiyo? Wakati tunasukumana na hiyo mambo nimewaambia, fertilizer na vitu vile vingine, barabara zetu hapa sikakwama kidogo. Lakini niko hapa siku ya leo kuwatangazia sasa, kwa sababu tumeanza kudhibiti uchumi, tumepata pesa ya kutosha ya serikali ya kufufua barabara zote zetu na kuhakikisha kwamba zimejengwa mpaka zikamilike. Leo nimekuja kuleta ama kurudisha contractor wetu ambaye kwa sababu ya kiuchumi
hakuwa amelipwa, akawachana na ujenzi wa barabara. Leo contractor wa barabara yetu ya kutoka Tumaini kwa DC kwa Kiongo kupitia hapa kwetu mpaka Kabazi kule Nakuru, contractor amerudi na contractor amelipwa deni yake ile tulikuwa nayo, na tuko na pesa ya kujenga hiyo barabara mpaka ikamilike. Wacha nirudie. Hii barabara yetu ya kutoka Tumaini kwa DC kwa Kiongo kupitia hapa na kushikanisha hii sehemu yetu ya Olkalau mpaka ifike Kabazi kule Nakuru. Contractor amerudi na atoki site, atajenga hiyo lami ikamilike. Lazima tukuje hapa tufungue hiyo barabara. Ndio hicho ni mwanyita.